Hallelujah. Asante kwa neema yako Mfalme. Hallelujah. Hallelujah. Asante Mungu mkuu. Hallelujah. Tunalitukuza jina lako. Hallelujah. Asante kwa fadhili. Hallelujah. Kora na mashanta. Oh, Osente ribo shadila banda. mozante. Elianenda rabo shata la manda rabo. Yamkini ndo najiunga nasi au ulikuwa umeshajiunga nasi, endelea kuomba katika roho. Biblia inasema nene kwa lugha ujijenga nafsi yako. Njia ya kutembea katika nguvu za Roho Mtakatifu ni kunena kwa lugha. Unaponena kwa lugha, Biblia inasema unazisema siri za Mungu. Manake ufahamu wako unafunguliwa. Ufahamu wako unafunguliwa kujua mambo ya roho. Ufahamu wako unafunguliwa kujua mambo ya kesho, mambo ya kazini, hatari zilizopo. Roho Mtakatifu anaweza akakuonyesha, akakufunulia. Kwa endelea kunena kwa lugha mpya. Kama hujajazwa Roho Mtakatifu, kuna neema mahali hapa kubwa. Mchungaji ameshaomba tayari, na mimi nakuombea kwamba endelee kujazwa Roho Mtakatifu pale ulipo. Utasikia nguvu kutoka ndani yako ya kusababisha kuomba katika roho, kunena kwa lugha. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, pokea Roho Mtakatifu. Pokea Roho Mtakatifu. Pokea Roho Mtakatifu. Pokea Roho Mtakatifu. Nena kwa lugha mpya kwa jina la Yesu. Popote ulipo, pokea Roho Mtakatifu. Pokea Roho Mtakatifu. Anza kuomba katika roho, anza kuomba katika roho. Kunena kwa lugha unajijenga nafsi yako. Unajijenga nafsi yako. Lakini pia unafunguliwa fahamu zako kuingia katika hali ya mbingu na kujua mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu kwenye familia yako, mapenzi ya Mungu kwenye ndoa yako, mapenzi ya Mungu kwa watoto wako, mapenzi ya Mungu kwa maisha yako ya kila siku. Lakini si hivyo tu, unajijenga katika tabia za Mungu. Yamkini hujui kupenda watu. Kupitia kunena kwa lugha muda mrefu utaanza kuona Mungu anakusaidia, unaanza kupenda. Unaacha kuchukia kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Endelea kunena kwa lugha. Unajijenga nafsi yako. Unajijenga nafsi yako katika tabia za Mungu, katika mambo ya Mungu. Ye korane mozanda marate. Ye kozona mareke ndamazike na moda. Mende mozora mendisko zona mande. Mose kentere mesinte karina moja. Mate kozona monde. Mase karene monde mozete. Maretane mojane mozene mena. Mare kozona mande mozete tayana mash. Moretene mozande merikata. Montelene mozanda marata. Oshetene morantene mo. Kuna mtu ni mzazi, utajifungua muda si mrefu na huko katika kuangalia jambo hili. Ibada hii kwa jina la Yesu kuna neema ya Mungu hapo kwako. Wewe mzazi, Bwana anakugusa pale ulipo katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo utaenda kujifungua katika uwezo wa Roho Mtakatifu. Ramozo na mande Moshe sene merita mande kozona moya zameriketa na mazande monte zene morika na mazande morakata. Tunashusha hiyo pressure iliyo juu, tunaishusha hiyo pressure katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Endelea kuomba katika roho, endelea kuomba katika roho. Bwana yuko hapo ulipo, Bwana yuko hapo. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, the power of God, the power of God, the power of God. Nanyi mtapokea nguvu akisha kujila juu yenu Roho Mtakatifu. May you receive the power of the Holy Ghost, the power of the Holy Ghost, the power of the Holy Ghost. Generate that power, generate that power, generate that power, generate that power in the mighty name of Jesus. Reba ya tarabayenda raboza dila manda libo shadila banda rabosa tarabababababa elianenda rabosha tarabanda manda rabosha dila banda rabosa tarabayanda lekuye randa rabosa dila banda rakasa taramama mama riba ya katarabayanda raboshanda ma ligazandila mayanda rabu likasha tarabayanda rabosha Mungu anaachilia roho ya maombi sahihi. Neema ya kuomba muda mrefu. Masaa mawili, masaa matatu, masaa manne, masaa 10, masaa 24. Mungu anaachilia neema katika jina la Yesu. Mungu anaachilia neema ya kuomba muda mrefu.
sana Bwana muda mrefu kwa jina la Yesu Kristo. Na watu mlikuwa mwezi kuabudu Mungu vizuri, tunaachilia neema ya ibada saa hii katika jina la Yesu. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Riba ya katila banda rabosha dila manda. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Raba ya katala manda rabosha dila banda. Likusa taramanda rabosha talaba. Riba ya katala banda rabosha dila manda. Holy Spirit of God, Holy Spirit of God, Holy Spirit of God, Holy Spirit of God. Rama ya katalabu. Sante Bwana, Sante Bwana, Sante Bwana, Sante Bwana, Sante Bwana, Sante Bwana, Sante Bwana. Mande morika mazata mose kireni munda mayana ma zoreki na mazakata mase korene mendiza koshantana maya korendi pazakata korendi mozeke ni maga reko janama zeko nameli ziketurama zenemeniza reko janimonda mase katename. Almighty God, Almighty God, Almighty God, Almighty God, Almighty God, Almighty God, Matorona monde meniza Daremenase nemerikato Materameniza Kontene meyande Izane meritayo no in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Ribaya katalanda lima yanda rabosha dila banda rabo libaya katalanda liba yanda rabosha dila banda rabosa talamanda rabose ketelaba Moretine moza jeni kozona mande tamerate nusa na mande mante nemera ketazana mante mozana marete kozo mayera nemezene meniga mase korana mo jenema zanemo. Thank you Holy Ghost. Santa Rom takatifu Bwana, Santa Rom takatifu Bwana, Santa Rom takatifu Bwana. Thank you, Father. Thank you. Thank you, King of Kings. Thank you, mighty God. Thank you. Hallelujah. Mantene muzekena. Moreshitene muzana. Moshetina morande. Moshesitekenema. Morentina mazaga. Asante Bwana. Moreshiketene mo. Asante sana. Amen. Tunamtukuza Mungu sana. Tumekuwa na siku 3 zenye nguvu na tunahitimisha muda huu. Nipende kusema ni mengi umejifunza, na kama ndio umejiunga nasi leo au katika session hii ambayo umeiona leo, unaweza ukafuatilia session zilizopita 2 juzi na jana, kwa maana ukienda tu kwenye account ya Pastor Panta ya Facebook au WhatsApp utaweza kuona vipindi vilivyopita. Tumeongelea kwa habari ya Roho Mtakatifu kwa undani sana. Na leo nataka tu, mchungaji ameshafundisha tayari na kuombea, na mimi nimeungana naye tena katika maombi haya, lakini kwa dakika hizi 3-4 nataka tu niseme ya kwamba haishi kusikia kwa habari ya Roho Mtakatifu, ila unahitaji kutendea kazi. Biblia inasema mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Maana yake Roho Mtakatifu yupo, anapokuja kwako anakuja na nguvu zake. Tumefundisha sana kwa habari ya Roho Mtakatifu, lakini kwa habari ya nguvu za Roho Mtakatifu au hizo nguvu za Mungu zinatusaidia kuwa mashahidi. Yesu alisema nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Maana yake mtaishi kama mimi. Kama Yesu anapenda watu, maana yake kuwa shahidi wa Kristo ni wewe kuwapenda watu. Kama Yesu ni wa amani, maana yake kuwa shahidi wa Kristo maana yake na wewe kutembea katika amani hapa duniani. Kama Yesu Kristo ni mvumilivu,
Maana yake kuwa shahidi wa Yesu ni wewe kuishi kwenye uvumilivu, hata kama unatukanwa haurudishi mabaya. Kuwa na nguvu ya kurudisha mema badala ya mabaya kunaletwa na nguvu ya Mungu tu. Hakuletwi na masomo mengi tunaojifunza shuleni, hakuletwi na ustaarabu tunaojifunza hapa duniani, ila kunaletwa na nguvu ya Mungu. Amen. Kwa sababu nguvu ya Mungu inakusaidia kuishi kama Mungu hapa duniani. Amen. Roho Mtakatifu na nguvu zake. Kwa Yesu alisema tutapokea nguvu akisha kujilia juu yetu. Tumeshawaombea, mjazo Roho Mtakatifu hapo ulipo. Amen. Sasa ili uendelee kuishi katika uweza wa Roho Mtakatifu, unahitaji kujua mambo kadhaa ambayo baadhi ameshaongea pastor, lakini pia nisema unahitaji kuendelea na moyo wa kunena kwa lugha kama hivi. Hakikisha kila siku unanena kwa lugha. Biblia inasema anenaye kwa lugha ujijenga nafsi yake. Maana yake ni nini? Biblia inasema kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza 15:33 inasema ya kwamba msidanganyike, mazungumzo mabaya uharibu tabia njema. Mazungumzo uharibu tabia, mazungumzo mabaya. Sasa Biblia inasema sisi tumeitwa kwenye uungu. Ukisoma Petro wa pili, wa pili wa Petro sura ya kwanza mstari wa 3, nasema we are the associate of the God kind. Sisi tumeitwa kwenye ushirika wa uungu. Hallelujah. Ili tuweze kuendeleza zile tabia za uungu katika ule ushirika wa uungu Mungu aliotuitia, tunahitaji kujua lugha yake. Kama mazungumzo mabaya uharibu tabia njema, vivyo hivyo mazungumzo mazuri hujenga tabia njema. Na kwa sababu tumeitwa kama Mungu na katika viwango vya Mungu, ukinena sana kwa lugha maana yake unazungumza sana na Mungu. Kwa hiyo tabia yako unaijenge na kuwa njema. Tabia ya upendo, tabia ya utoaji, tabia ya kuombea wengine, tabia ya kubariki na sio kulaani. Kwa tabia zile zote za Mungu zinajengwa unapokuwa unanena kwa lugha muda mrefu, kwa sababu mazungumzo hujenga tabia au uharibu tabia. Ndio maana pia Biblia inasema ambatana na wenye hekima utakuwa mwenye hekima. Unaambatanaje na watu? Kwa kuongea. Hamwezi kusema naambatana na wewe afu tumekaa kimya. Tunaongea. Maana kama tumeitwa na Mungu katika ushirika na yeye, kitu cha kutusaidia tutembee katika viwango vyake na tuwe na matokeo yake ni lugha. Ni maongezi. Na ametupa lugha hii ya kunena. Ametupa ni zawadi kubwa. Kwa hiyo tunawatia moyo kwamba endelea kunena kwa lugha unapokuwa kazini. Unapokuwa kazini usisubiri tu kanisani. No, unaweza kukaa ofisini kwenye kompyuta yako unanena hata kwa sauti ya chini. Hakuna atakaye kufuatilia. Uko kazini. Hata kama hauhitaji kelele, wewe unaongea kwa sauti. Yaani maana yake unakuwa kwenye motion. Ndio ile Paulo anasema hivi, tukiomba kila wakati kwenye Efeso 6:18, mkiomba kila wakati katika roho. Every time. Utawezaje kuomba kila wakati kama utasubiri kuomba tu Jumapili? No. Maana yake kila muda unapokuwa nyumbani, mtaani, unapokuwa unatembea, unakuwa kwenye motion ya prayer. Wewe unaongea kwa sauti ya chini au akili yako, ufahamu wako unakuwa kwenye maombi. Kwa maombi yatakusaidia kuishi katika hizo nguvu za Mungu. Na maombi yatakusaidia neno la Mungu lilolisoma liwe na nguvu. Kwa sababu ukiangalia silaha zote alizozitaja mtumishi wa Mungu Paulo kwenye Efeso 6, neno la Mungu. Kweli kiunoni, ngao ya wokovu, chepeo ya wokovu. Wokovu unakuja kwa kulijua neno, kwa kuhubiriwa Injili. Vyote. Lakini akasema hayo maombi hivyo hiyo silaha zote hizo zina kuwa backed up na maombi. Akasema kwa sala zote na maombi. Kwa hiyo tunawatia moyo ili neno la Mungu omba sana, omba kila wakati. Sana. Luka 18:1 anasema kwamba men are out to pray always. Yani mmewapaswa kumomba Mungu siku zote wala msikate tamaa. So prayer is key. Prayer is key. You always accomplish any assignment kama hautakubali kuomba, hautakubali kujitoa. Na let me tell you mwana wa Mungu kwamba prayer is not easy. Prayer is not easy. Jaribu kuomba. Ukitaka kuomba utaona ndio unakumbuka kwamba ulipaswa kumpigia baba yako simu muda huo. Na wakati ndio umeanza umetaka kuomba, ukitaka kuomba utasikia tumbo linakuambia kwamba halijala. Yaani kuna kahali fulani kanainuka kakukutaka kukufanya kwamba usiombe. Kwa sababu gani? Kwa sababu through prayer
we hear clear the voice of God. Yes. Through prayer, our eyes can see. Yes. Through prayer, we can build our relationship with God. Yes. Through prayer, we can be committed kwenye assignment ambazo Mungu ametupatia. Yes. And then through prayer, you can generate that power into you. You can awaken that power. The power is already in you. Kwa sababu Biblia inasema kwamba you shall receive power when the Holy Spirit come upon you. Maanake tumepokea Roho Mtakatifu aliyeko ndani yetu ni nguvu, lakini inabidi ile nguvu iweze kuhuishwa. Yes. Hallelujah. Lakini wakati mwingine tunatumika, unatumika, umetoka mahali fulani, umetumika, umechoka, you have to connect to the source of power. You have to connect to the source of power, and the source of power is prayer. So engage yourself in prayer. Most of time engage yourself in prayer. Maombi ni kila na waga nasema kitu kimoja kwamba our prayer should not be an event. Should not be an event. Biblia inasema kwamba imewapaswa kumwomba haipaswi kuwa tukio. Imewapaswa kumwomba Mungu siku zote. Yes. Wala msikate tamaa. Usitengeneze tendency tu ya kwamba, of course mimi waga nasema kitu kimoja, unaweza ukaomba kwa sababu una mahitaji. It is okay, unaweza ukaomba kwa sababu una mahitaji, lakini yani usijenge maombi yako ya mfumo huo. Na wakati mwingine unaomba kwa sababu you want to be a woman and a man of prayer. Biblia inasema kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3 kwamba na yani inasema, nadhani ni Yohana na Peter, Yohana na Petro walikuwa wakienda walikuwa wakienda hekaluni saa ya kuomba. Maana what's the meaning? These two guys, kuna muda ambao walitengeneza ratiba kwamba ikifika saa 6 mimi napaswa kuomba. Ikifika saa 10 mimi napaswa. Ndio maana wanaita kwamba saa ya kuomba. Kwao wao ilikuwa ni saa ya nini? Ya kuomba. Kwa hiyo unaweza ukatengeneza kwamba apart from mahitaji, lakini una saa ya kuomba. Kwamba this is my hour for prayer. Sio sina mahitaji, sina chochote kile, but it's my hour for prayer. Ni masaa yangu ama ni lisaa langu la maombi. Itakusaidia. Na mwana wa Mungu, hii kitu akitokea automatic, asikudanganye. Leo hii tunawaangalia watu wakubwa, watumishi wa Mungu wakubwa, waulize wakwambie, especially katika generation yetu hii hapa, watu wa Mungu. Mimi nafurahi sana ninapoona Mungu kuna mlipuko wa vijana wengi sana katika nchi yetu kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Lakini vijana tuna kazi kubwa ambayo tunapaswa kuifanya, kwa maana ya kwamba tupate muda mzuri wa kuomba na kutengenezwa na kukubali kuonywa na kukalipiwa na wazee wetu ambao wametutangulia kwenye hii kazi ya Mungu. Lakini pia devotion, you must be devoted kwenye hicho kitu ambacho unakifanya. You must be devoted. Without devotion hakuna chochote kitakachopatikana. Bila kujitoa hakuna kitu kitakachoweza kutokea. Kwa hiyo maombi sio mepesi, mwana wa Mungu. Unaacha kula unaomba. Unaacha sura inakauka, you are praying. Yes. Hallelujah. Kwa hiyo prayer is one of the key for generating your power. Nasema kwamba Yesu akaongozwa na Roho Mtakatifu kwa muda wa siku 40 nyikani. Alikuweko kula akifunga na kuomba. Watch out when he come out. Watch out when he come out. Biblia inasema kwamba akarudi kwa nguvu za Roho Mtakatifu, through prayer. Through prayer. Yes. Ndio apostle. Amen. Thank you. Mchungaji, umeongea vitu vikubwa, na kwa kweli sitaki hata kuongeza chochote hapo, ila ninawatia tu moyo katika kila alichokisema pastor. Ni jambo la muhimu sana. Maisha yetu ni maisha ya maombi, na ni kwa sababu tumeitwa kwenye ushirika na Mungu. Ndio maana amesema usisubiri kuombea mahitaji tu. Mahitaji ni tuseme ni lower version of prayer. Yaani ni maombi sawa, lakini ni kama second. La cha kwanza katika maombi ni ibada yetu kwa Bwana, ni mahaba yetu kwa Bwana. Kama ambavyo ukiwa na mke au mume au rafiki, urafiki hauwezi kwenda bila mpigiani simu, labda mtumiani message. Hata kama una cha kumwambia kwamba naomba hela ya nguo au hela ya chakula, no, ila tu kumsalimia nini. Ndivyo ambavyo pastor alikuwa anasema kwamba usisubiri kuwa na mahitaji, no, ila tunahitaji kuwa na mahaba na Mungu na mapenzi mema na Mungu, kwa sababu tumeitwa katika pendo. Tumeitwa katika ushirika na Mungu wetu. Na wakati tunamalizia niseme tu, kuna andiko amelisema mchungaji hapa la muhimu sana la Luka 18 kwamba imewapasa watu wote kuomba wala wasikate tamaa. Unajua nilijifunza kitu kimoja kupitia mtumishi mmoja wa Mungu.
akafundisha na mimi nikaelewa sana, baadaye nikafuatilia nikakuta ni kweli. Nasema kinyume cha maombi sio kutokuomba. Yaani kinyume cha prayer sio prayerlessness. There is no prayerlessness. Biblia inaonyesha vizuri kwamba watu wote wamepaswa kuomba wala wasikate tamaa. And not to faint. Kwa kinyume cha maombi ni kuzimia. Niweza unaomba au umezimia. Niweza unaomba au umekufa. Kwa sababu kuzimia ni kama kufa, japo unakuwa unapumua lakini unakuwa consciousness yako haipo. Yaani haujui kinachoendelea. Mtu akiwa amezimia hapa anapumua sawa, lakini hajui kinachoendelea duniani. Kwa ndio hivyo hivyo. Mtu asipokuwa na maombi anakuwa mfu katika ulimwengu wa roho. Japo ameokoka na hata ataenda mbinguni, lakini hajui kinachoendelea. Ni kama hapa blind person. Kitu kinatokea kwa surprise, mambo yanatokea mabovu, lakini hajui kinachoendelea. Kwa hiyo kiasi kwamba inasababisha watu wanakuwa kwenye vulnerable life, kwenye maisha ambayo ni ups and downs kila siku, wakati Mungu alitegemea uende utukufu hata utukufu, nguvu hata nguvu, imani hata imani, kwa kupitia hii huduma ya maombi. Na pia tunapomalizia niseme maombi ndio huduma pekee inayozamisha neno la Mungu ndani. Kumbuka mfano wa Yesu aliokuwa anasema kuhusu mpanzi, mbegu zingine zikapita barabarani, zikaangukia barabarani, zingine kwenye mwamba, anasema zingine zikadumkia kwenye udongo mzuri. Kwa maombi ni program ya kutusababisha tuwe na udongo mzuri, au sisi tuwe udongo mzuri, ili hata neno linapoanguka ndani yangu. Nimesikia neno kuhusu upendo, kuhusu nguvu. Unajua pastor, watu wengi sana wanajua nini cha kufanya, lakini hawana nguvu ya kufanya. Sababu gani? Hawana ministry of prayer. Huduma ya maombi haipo kwa maisha yale ya maombi. Watu wengi wanajua takiwa nimpende mke wangu. Anajua kabisa ndoa ni hivi na hivi. Lakini mbona siwezi? Kwa sababu gani? The power of the Holy Spirit. Hiyo nguvu inageneratiwa na nini? Na maisha ya maombi. Hallelujah. Maisha ya maombi sio maombi. Ndio maana nikasema kwamba prayer is not a single. Maombi asiwe tukio kwako. Maombi asiwe tukio. Ninapozungumza hivi najua ilivyo ngumu, lakini unaamua. Ndio. Na ngoja nikwambie kitu kimoja. Unaacha kazi, unafanya kazi ya maombi. Acha haya maombi ya kwamba uko kwenye gari, unaenda mjini, unaomba riba baba. They are good prayer, ni maombi mazuri. Lakini yana distraction kubwa sana. Sawa kabisa. Unaomba mara unasikia kuna mtu anataka kuja kukukwangua, umepiga honi. Kweli. Unaona umeshahama tayari. Lakini kuna wakati mwingine mwana wa Mungu ndio kwamba unaweka vitu vingine pembeni. You lay aside this gadget, you put aside this gadget, you put everything aside. Unafanya kazi ya nini? Ya maombi. Unafanya kazi ya maombi, unajifungia, unasema kwamba mimi najifungia, nina kazi ya kuomba. Mimi najifungia na kazi ya kuomba. Kwa hiyo usiwe satisfied na maombi ambayo unaomba rihara huko kwenye simu. Umeangalia sui nini na nini kinachoendelea. No. Unaweka vitu vingine pia, unasema kwamba nafanya kazi ya kuomba na utaona matokeo. Na hiyo kazi sio nyepesi. Prayer is not easy. You must be committed. You must be devoted for prayer. You must be devoted for prayer. Ndio maana watu wanasema kwamba idara ya maombi na Ibilisi amewafungia mahali pale. Kweli. Amewafunga watu wengi sana kwenye hilo neno idara ya maombi. Yaani watu wanatakiwa kuomba wote. Imewapasa kumomba. The way you are designed as a believer, Biblia inasema kwamba mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kinywa, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Na imewapasa kumomba Mungu siku zote, wala msikate tamaa. Kwa namna hii haitoki pasipo kufunga na kuomba. Bwana Yesu asifiwe, mwana wa Mungu. Kuna baadhi ya vitu maombi ni kwa ajili ya mtu yeyote aliyemwamini Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Maombi sio kwa ajili ya idara ya maombi. Speak it, sir. Hakuna kitu kama hicho. Afu mimi sijajua, labda kwenye Biblia sijawahi kuona idara ya maombi. Hapana. Labda tutachukulia mfano ile kwamba Yesu aliondoka na akina Peter na akina nani. Lakini intention ya Yesu watu wote waweze kuomba. Hata hao ambao wanaitwa idara ya maombi ilifikia sehemu fulani wanalala, hawaombi. Kweli. Kwa ni character ambayo kila mmoja anatakiwa kuitengeneza. Na mwana wa Mungu sio kitu chepesi. Hivyo unaujua wali ulivyo mtamu. Wali na maharagi, unaujua ulivyo mtamu. Tunasema kwamba mimi sili hiki chakula, nitafunga siku 10 sili chakula. Yaani ukipita tu uko kazini unaona watu it's not easy. It's a sacrifice. Ndio unaanza kupewa offer sasa. Twende
Twende bwana, twende bwana. Wakati ukiwa hujafunga ni kama ofa haziji. Kama ofa haziji. Sawa kabisa. Kwa sio kitu ambacho ni chepesi, mwana wa Mungu. Tengeneza, mimi nakwambia hivi kwa sababu usifikiri tu kwamba Pastor Panta yeye anaongea tu. Hapana, mwana wa Mungu. Hata mimi nimepita huko, na bado ninapita kwa sababu kuna viwango ambavyo ninavitafuta. Kuna hatua ambazo ninazitafuta, lakini haziji kwa wepesi. Haziji kwa wepesi. Haziji kwa wepesi. Ukiona kitu changamoto nyingine ambayo ipo post kwamba we spend most of time on our gadgets. Most of time on our gadgets. Lakini we don't have time to pray. Lakini muda wa kuchokonoa simu we have. Sawa. Tunao. Tunatumia simu 24/7 lakini nakuta mtu ana nguvu akianza kuomba tu. Anaanza kusinzia. Na ngoja nikwambie kitu kimoja. Mfano hata nyumbani. Naambia watu kwamba jitahidi sana kama jioni nyumbani. Kama una ratiba ya kuomba, omba kabla haujala. Sawa kabisa. Omba kabla haujala. Kama una 30 minutes, tengeneza 30 minutes just to pray. Kama una 1 hour, kama una 2 hours, omba kabla hujala. Ukitoka pale, then take shower, kula chakula sasa kilichoko pale mezani. Then kama ni ratiba zingine zifuate. Lakini ukisema kwamba ule ushibe, umekula umeshiba, ugali, si nini, si pilau, umeshiba, umekunywa na juisi ya baridi na siku nzima umetoka kazini, alafu sema kwamba sasa naingia kuomba, akia nani hautaomba. Distraction. Mimi I don't know kwa watu wengine. Nikisheki lakini sio nani sana. Mimi nikiwa naenda madhabahuni wa gasili. Sawa. I don't eat. I don't take food. Mimi mwenyewe ni sawa kabisa. I don't take food. Most of time on Sunday, labda kama nikijitahidi I will take just warm water. Nitakunywa tu labda glass moja ama nusu kikombe ya maji ya moto. Au nikifika hapa kanisani sometimes naweza nikaomba kwamba hebu naomba mnichemshie maji ya moto. Naombeni mnipatie maji ya moto. Lakini siwezi kula eti asubuhi kabisa umekunja chapati moja na nusu na chai. Halafu you are coming to minister. Mwingine anaweza akaweza, lakini mimi hicho kitu kilishanishinda. Shanishinda. Kabisa, ni kweli. Ni kweli. Amen. Kabisa pastor. Mimi nimefurahi pastor, tumekuwa na wakati mzuri sana. Amen. Sana, naamini watu wataendelea kubarikiwa zaidi. Amen. Na mimi ninachoamini ni kwamba kama ambavyo Biblia haijachacha kwamba maandiko yaliandikwa si miaka mingapi iliyopita na mpaka leo ni mapya. Hiki kipindi hata watoto wetu wajukuu watakaokuja kuangalia, hata watu watakaokuja kuangalia kesho, wiki ijayo, mwezi ujao, mwaka 2024 watakutana na nguvu ya Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo hallelujah, kilichofanyika ni kikubwa. Hallelujah. Tukilinganisha sawa na Biblia ambayo imeandikwa ikahifadhiwa. Kwa Mungu ametupa mitandao hii. Yes. Kama kitu kikubwa kwa utukufu wake ili tuhifadhi hazina kama hizi. Yes. Anytime. Hata sisi wenyewe ambao tulikuwa tunahudumu bado tukirudi hapa na sisi tutahudumiwa tena na Bwana. Ndicho ninachompendea Mungu, ya kwamba Mungu yeye ni mpya kila siku, kama kitabu cha Maombolezo kinavyosema. Hallelujah. Nashukuru sana mchungaji, tumekuwa na wakati mzuri. Hallelujah. Na asante pia kwa hallelujah, kwamba ni vizuri tuwe pamoja mahali hapa. Amen. Nachukulia kwa heshima kubwa sana. Amen. Sana. Amen. Na Mungu abariki kazi kubwa unayoifanya hapa House of Christ. Amen. Na kama utaniruhusu naomba niombe kwa dakika moja kwa habari ya huduma hii unayofanya hapa. Amen. Kwa sababu ni huduma kubwa na imebeba hatima za watu. Amen. Na mimi nimekufahamu muda. Kama ulivyosema juzi toka tukiwa vijana wadogo tunahubiri shuleni na wapi. Lakini sasa hivi Mungu amekupa kazi, unasimamia kazi hii. Unaongoza watu na watrain, sio kazi ndogo. Kwa mimi naomba niombe na mtu uliyeko hapo kwenye kamera, hapo kwenye simu yako au TV, popote pale ulipo, naomba uinue mkono wako. Tuombe kwa ajili ya mchungaji na tuombe kwa ajili ya kazi nzima ya House of Christ duniani. Iko hapa Mwanza Kanyama, lakini maono ni kuenea dunia nzima kwa namna tofauti. Na namna mojawapo ndio hii iliyoanza au hii ambayo inaendelea ya online. Baba, asante kwa ajili ya watumishi wako. Amen. Bwana, asante kwa ajili ya Pastor Panta ambaye umempa neema kubwa na upendo mwingi kwa ajili yako kwanza na kwa ajili ya kazi yako. Amen. Angekuwa hakupendi angeendelea na mishe zingine na majukumu mengine ambayo sio dhambi, lakini angekimbia tu wito, lakini anakupenda
akaamua ujana wake auwekeze na maisha yake yote ayawekeze katika kusudi lako. Asante kwa sababu ninaomba kama mtumishi mwenzake katika shamba hili lako Mungu, kwamba ukazidi kumbariki na kumzidisha yeye na familia nzima ya House of Christ. Ninaachia neema katika jina la Yesu kwake, ukamuongoze, ukamshindie katika vita anavyopigana, ukamshindie katika maono uliyompa. Neema yako ya kuyatekeleza ikawe kubwa katika jina la Yesu. Asante hata kwa platform hii ya online ambao ameniita mimi, kesho atamuita na mwingine na mwingine, ila ni kwa ajili ya utukufu wako. Bwana, ninaomba ukazidi kuikuza Bwana madhabahu hii ya mtandaoni, ikafikia mataifa na mataifa, ikafikia lugha nyingi. Leo tumeongea kwa Kiswahili, lakini kesho kukawe kuna matranslator wa Kiingereza, wa Kichina, wa Kijapani, wa Kikorea, wa translators wa lugha nyingi, wa Kirashia na kila lugha hapa duniani. Ninatabiri hivyo na natamka hicho kitu kitaanza mapema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninaona translation lugha nyingi, ninaona lugha nyingi zikitafsiriwa kwenye mtandao na watu wengi wakiguswa na yale yanayotokea hapa House of Christ. Ninaombea kazi ya Mungu hapa House of Christ. Baba, ukaiwezeshe katika kila hatua. Asante kwa hatua uliowafikisha, hatua nzuri ya utukufu, na naachilia neema yako. Huyu Roho Mtakatifu tuliokuwa tunamhubiri hapa akapate kuendelea kuwa generator na msingi na Bwana wa kazi ya Christ, House of Christ, katika jina la Yesu. Ninakushukuru kwa ajili ya waimbaji, mashemasi na kila mtu kwa huduma yake. Kwa jina la Yesu ninakushukuru. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Ili uweze kuokoka, ili uweze kuwa mwana wa Mungu, Biblia inasema hivi: kwa moyo mtu huamini hata kupata haki. Unaamini nini? Unaamini kufufuka kwa Bwana Yesu Kristo, kwa sababu alivyofufuka kutoka kwa wafu ndio alileta viumbe vipya duniani, alileta uzima mpya. Na unakiri nini? Biblia inasema kwa kinywa mtu ukiri hata kupata wokovu. Unakiri ubwana wa Bwana Yesu. Sasa ili uweze kuokoka, fuatana na misala hii. Sema, Bwana Yesu, ninakupokea sasa, uwe Bwana wangu. Ninaamini kuwa ulifufuka katika wafu kwa nguvu za Mungu, ili mimi niwe mwenye haki, mtakatifu na kiumbe kipya. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa. Asante kwa kuniumba upya. Tangu sasa mimi ni mwana wa Mungu. Nina uzima wa milele. Ya kale yote yamepita. Tazama yamekuwa mapya. Amen. Kama umekwisha mwamini Bwana Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, lakini hujapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, hujapokea ujazo wa Roho Mtakatifu, mafuriko ya Roho Mtakatifu kwa kithibitisho cha kunena kwa lugha, sasa ni saa yako. Bwana Yesu alisema ya kwamba mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Sema sala hii kwa imani. Sema, Bwana wangu Yesu Kristo, asante kwa kuniokoa. Wewe ni Bwana wangu. Ninaomba unijaze Roho wako Mtakatifu sasa, kama ulivyosema kuwa ndani yangu kutatoka chemchemi ya maji ya uzima. Ninaomba sasa unijaze ili nitembee kwa ushindi kama mfalme na kuhani hapa duniani. Asante sana Bwana Yesu kwa kunijaza. Ninampokea sasa Roho Mtakatifu. Amen. Anza kunena sasa hiyo lugha mpya Bwana Yesu anayokupa. Pokea bubujiko, utasikia kutokea ndani yako sasa. Hali ya kuomba, usinyamaze, omba tu, fungua kinywa chako, omba. Pokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Pokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Anza kunena kwa hiyo lugha mpya anayokupa Bwana Yesu. Mafuriko ya Roho Mtakatifu yako ndani yako sasa. Kuanzia sasa mito ya maji ya uzima inatiririka ndani yako kwa jina la Bwana Yesu. Amen. Endelea kuomba tu, usiache. Karibu ungane na familia hii ya Kingdom Revival Outreach kwa sadaka yako, maombi, mali, fedha. Tunahubiri Injili mitaani, kwenye vyombo vya habari, mikutano ya Injili, kufikia wasiojiweza katika jamii zetu
na wale waliofungwa na madawa ya kulevya, walioachwa, wafungwa na kazi nyingine nyingi za kusababisha ufalme wa Mungu uenee na uamsho wa Roho Mtakatifu kuwa mkubwa kila kona ya Tanzania na dunia nzima. Mungu akubariki sana unaposhiriki utume huu.